Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake ya ajabu na nafasi ambayo ameweza kutupa kuingia katika juma hili la makambi, juma la kwanza la mwezi wa 8, mwezi ambao Waadventista wa Sabato wanashiriki katika sikukuu ya vibanda. Ni sikukuu ambayo Mwenyezi Mungu aliandaa kwa ajili ya watu wake. Nami nakwambia karibu mlimani ili tuweze kuingia katika sikukuu hii ya vibanda pamoja. Ndani ya juma hili kama nilivyoahidi, nitazungumzia theme ya makambi, ama nitaleta masomo ya makambi katika mwaka huu wa 2026. Hivyo nikwambie mpendwa, theme yetu inasema ya kwamba obey and live, disobey and perish. The choice is yours. Mpendwa, ni mada ambayo ni nzuri, ni mada ya kupendeza, ni mada ya kuvutia, ya kwamba inawaalika watu waweze kujifunza utiifu. Nami nataka nikualike mpendwa, katika juma hili lote nikuletea masomo haya makambi ili tupate kubarikiwa pamoja. Theme song yetu number 128, amini ukatii, ndivyo ambavyo mtunzi wa wimbo ule anatuambia. Basi baada ya kitambulisho hicho, naomba tuweze kupata ombi pamoja. Baba yetu na Mungu wetu ishie milele, tunakushukuru kwa wema na neema yako. Asante kwa nafasi ya kipekee ambayo umetupa tuweze kujifunza somo hili la makambi. Jina lako na litukuzwe. Niombalo ni kwamba Bwana ukanishusha na ukaweze kupanda, unitumie kama chombo, na ndani ya juma hili lote tuweze kuona uso wako ukiangaza kwetu, maana ni kupitia kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mpendwa, siku ya leo nataka niweze kufanya utangulizi. Why camp meetings? Ni kwa nini huwa tunafanya makambi? Watu wengi wanaweza kuona kwamba ni wakati wa kufunga mwaka kwa Adventista wa Sabato. Watu wanaweza kuwa wanaona kwamba ni kawaida yetu kufanya makambi kila mwezi wa 8, lakini ninauliza swali hili kwa lengo na kusudi. Ni kwa nini tunafanya makambi kila mwezi wa 8? Na ni kwa nini mwaka huu tuweze kufanya makambi? Jambo la kwanza mpendwa, ambalo ningetaka uweze kulizingatia na kulifahamu ni kwamba tunafanya makambi kwa sababu ni agizo la Bwana. Tunafanya makambi kwa sababu ni agizo la Bwana. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ile 23 na aya yake ya 33, Biblia inasema maneno haya: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, verse number 33. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, na verse 34 anasema, nena na wana wa Israeli uwaambie, siku ya 15 ya mwezi huo wa 7 ni sikukuu ya vibanda, muda wa siku 7. Ni agizo la Mwenyezi Mungu kwamba watu waweze kufanya sikukuu ya vibanda. Tunapozungumzia makambi, tunazungumzia siku ya vibanda, na maandiko yanasema ya kwamba Mungu aliagiza watu wake, wana wa Israeli, ambao leo wewe na mimi ndio wana wa Israeli, na akasema itakapofika siku ya 15 ya mwezi wa 7 waweze kuanza sikukuu ya vibanda. So tunafanya makambi. Why? Kwa sababu ni agizo la Bwana, ni agizo lake Mwenyezi Mungu. Na ni kwa nini mpendwa tufanye hivi? Tunatii agizo ambalo Mungu ametuagiza, na ndiyo maana thimu ya mwaka huu inasema ya kwamba obey and live. So tunapoangazia hapa ni kwamba we first conduct camp meetings because it's an order from God. Kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 16:13 na 14 nasema hivi: fanya sikukuu ya vibanda siku 7. Unasikia? Utakapokwisha kuyakusanya yatokayo katika sakafu yako ya nafaka na katika kinu chako cha divai. Kwa hiyo tunaenda kuandaa sikukuu ya vibanda baada ya nini? Baada ya kukusanya mazao yetu. Tumeweka mazao yetu tayari, tuko na chakula cha kutosha, tunakwenda sasa kwa sikukuu ya vibanda. So wapendwa, tunaambiwa ni baada ya kukusanya. Alafu sasa sikia verse number 14. Nawe utafurahi katika sikukuu yako, wewe na mwanao na binti yako na mtumwa wako na mjakazi wako na Mlawi na mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mumewe, walio ndani ya malango yako. So camp meetings ni sikukuu ya kusherehekea, ni agizo la Bwana, na tunafanya sherehe maana Mungu ameagiza, na amesema wale wote wanaopatikana katika malango yako wapumzike katika sikukuu ya vibanda, wafurahie sikukuu ya vibanda. Maana ni agizo la nani? Ni agizo lake Bwana.
So number 1, tunafanya kwa sababu ni agizo la Bwana. Number 2, kuna mambo 6 ambayo nataka nikueleze mpendwa kuhusiana na sikukuu ya vibanda. Number 1 ni agizo la Bwana. Number 2 ni wakati wa kusemezana na Mungu. Umekuwa na shughuli zako nyingi mwaka mzima. Najua umekuwa ukienda katika ibada siku ya Sabato, lakini Mungu ametenga an entire week ya kwamba anataka kusema na watu wake, anataka kuzungumza nasi. Kitabu cha Isaia sura ya 1 aya 18 inasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana. Ninajua kwamba key text ya makambi ya mwaka huu yako verse 19 and 20 ya kitabu cha Isaia 1. But verse number 18 tunaona ya kwamba sikukuu ya vibanda ni siku ama ni muda wa kusemezana na Bwana. Mungu anasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kwa hiyo Mungu anaita watu wake wa reason pamoja na yeye. Anasema njooni tusemezane. Bwana anatuita. Kwa hiyo jambo la kwanza, tunafanya makambi kwa sababu ni agizo kutoka kwa Bwana. Jambo la pili, tunafanya makambi kwa sababu katika muda huu wa makambi ni wakati wa kusemezana na Mungu wetu. Ni wakati wa kuzungumza na Mungu wetu. Mpendwa, usikae nyumbani. Mpendwa, usibaki kazini. Ni wakati ambapo Bwana ametuita ili aweze kusema nasi. Nataka nikualike ndani ya juma hili tuweze kusema na Bwana. So number 1 ni agizo la Bwana. Number 2, wakati wa makambi ni wakati wa kusemezana na Bwana. Jambo la 3, wakati wa makambi ni wakati wa kumsifu Mungu. Wonderful. Wonderful. Wakati wa makambi ni wakati wa kumsifu Mungu. Kitabu cha Wakolosai 3 aya 16 Biblia inasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yetu katika hekima yote, mukifundishana. Katika makambi tutafundishwa na kuonyana kwa zaburi, tutafundishwa na tena tutaonywa na kwa saburi. Alafu anasema na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Ya kwamba sikukuu ya vibanda ni sikukuu ambayo tunaenda kumsifu Mwenyezi Mungu kwa nyimbo. Let me tell you, kwaya zitaalikwa pale. Kwaya ya kanisa imejiandaa, kwaya ya vijana imejiandaa, kwaya ya ambassadors imejiandaa, kwaya ya watoto imejiandaa. Kuna kwaya ya wageni ambayo itakuja, wageni waalikwa katika makambi yale. Hivyo ni wakati wa kuweza kumsifu Mungu. Nyimbo zitaporomoshwa, choristers watatuongoza katika nyimbo za Kristo. Ninajua kila mmoja ataimba, lakini kwaya itaitwa, itasimama pale mbele iweze kuburudisha moyo wako. Ninajua ya kwamba mpendwa, ninajua ya kwamba kwaya ya wageni itaitwa, itaweza kumtukuza Mungu. Vijana wetu pale kanisani wataimba kwa kumtukuza Mungu. Watoto wetu pale kanisani wataimba kwa kumtukuza Mungu. Sikukuu ya vibanda ni agizo la Bwana. Ni wakati wa kusemezana na Bwana, lakini nasema ni wakati wa kumsifu Mwenyezi Mungu. It is now time to sing for the Lord. Ni kwa nini tufanye makambi mpendwa? Tunafanya makambi maana tunataka tumsifu Bwana. Tunafanya makambi maana tunataka tusemezane na Bwana. Tunafanya makambi maana ni agizo lake Mwenyezi Mungu. Jambo la 4, baada ya kujua haya matatu, jambo la 4, kabla tujaliangalia la 4, kitabu cha Zaburi ya 150 na aya 6 nasema ya kwamba kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Haleluya. Tuko katika makambi haya, na kwa sababu uko na pumzi ni wakati wa kumsifu Mungu. Tumesema ni wakati ni agizo la Bwana, tena ni wakati wa kusemezana na Bwana, tena ni wakati wa kumsifu Bwana. Jambo la 4 ambalo tunaliangalia, ambalo linahusiana na makambi na ni kwa nini tufanye makambi, ni wakati wa maombi. Brothers and sisters, wakati wa makambi ni wakati wa maombi. Ninajua unaomba nyumbani kwako, ninajua unaomba pale kanisani, lakini sasa tumekwenda kwa makambi, ni wakati wa maombi. Sikia hapa,
Waefeso 4:18 anasema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Wakati wa makambi, wapendwa, Bwana ameshuka kae na watu wake ndani ya siku 7. Mungu anataka tuweze kumuomba, tuweze kumlilia. Unaposoma Filipi 4:6 anasema ya kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Wakati wa vibanda, wakati wa makambi ni wakati wa maombi. Wakati wa makambi ni wakati wa maombi. Bwana anatuita tukaweze kumuomba, na ameshuka, maana kila atakayemuomba Mungu atamusikia. Wakati wa makambi, mpendwa, ni wakati wa maombi, ni wakati wa kumsifu Bwana, ni wakati wa kusemezana na Bwana, na ni agizo lake Mwenyezi Mungu kwamba tuweze kufanya siku kuu ya vibanda. Jambo la 5 ambalo la msingi na la kuzingatiwa, introduction, ni kwa nini tunafanya makambi. Ni kwa nini tufanye makambi? Mambo 4 tumeweza kuyaona. Ni agizo la Bwana, ni wakati wa kusemezana na Bwana, ni wakati wa kumsifu Bwana, na ni wakati wa maombi. Tunafanya maombi ya kipekee. Sasa mpendwa, jambo ambalo ni la msingi, ambalo ningetaka uweze kulizingatia na kulielewa zaidi, na kuambia, wakati wa kusemezana na Bwana tumeona, wakati wa kuweza kumwimbia Bwana tumeona ya kwamba wakati wa makambi ni wakati wa kumsifu Mungu. Sasa sikia nikwambie, jambo la 5 ambalo la msingi, wakati wa makambi ni wakati wa kumsongezea Bwana sadaka. Ni wakati ambapo wewe na mimi tutamsongezea Bwana sadaka zetu. Jambo la 5 ambalo la msingi la kuzingatiwa ni wakati wa kumsongezea Bwana sadaka zetu. Kitabu cha Kumbukumbu la Taurati sura ya 16 aya 16 anasema, mara 3 kwa mwaka na watoke wanaume wako wote mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua Bwana. Najua you have a camp center. Hapo ndipo Bwana alipochagua mahali atakapopachagua Bwana katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, hiyo ni siku ya meza ya Bwana, na katika sikukuu ya majuma, hiyo ni sikukuu ya Sabato, na katika sikukuu ya vibanda. Sikukuu 3 zimetajwa hapa: siku ya meza ya Bwana, siku za Sabato na sikukuu ya vibanda. Wala wasitoke mbele za Bwana mikono mitupu. Unapokwenda katika makambi haya, kuna sadaka ya makambi, mumewekewa goal za kutoa. Nataka nikwambie mpendwa, usitoe tu kwa sababu kuna goal imewekwa. Toa kwa sababu Mungu anasema usiende mbele zake mkono mtupu. Anasema kila mtu na atoe kama awezavyo, kwa kadri ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa. Kwa hiyo kwa kadri ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa, anasema utoe. Wakati wa sikukuu ya vibanda ni wakati wa kumsongezea Bwana sadaka. Twendeni kwa Mungu kwa sadaka zetu, tumsongezee Bwana sadaka zetu. Nataka uangalie uliye chache, enda pale. Kuna wengine ambao hayatafika magoli yao waliowekewa na conference ama na field zao, lakini nataka nikwambie mpendwa, hatuangalii kuifikisha goli iliyowekwa na field ama iliyowekwa na conference. Tunaangalia kutoa kama Bwana alivyotuajalia, kama Bwana alivyotupa. Sikia nikwambie mpendwa, kama utatoa sawasawa na vile Bwana alivyokupa, nataka nikwambie, you are going to surpass the goal that was given you. Mutapitisha ile goal iliyowekwa, maana Mungu amekutendea makuu. Tafakari jinsi alivyokulinda, alivyopatia afya iliyo njema. Kuna wengi walipata ajali wakafa, kuna wengine walienda hospitalini hawakupona wakatoka, lakini wewe Mungu amekulinda na amekuongoza kwa muda wa mwaka mzima. Amekuleta tena kutoka kambi lililopita na kambi ambalo umekuja sasa. Ulienda mazishi ya wengi sana, ulienda matanga ya wengi sana, uliwatembelea wengi hospitalini waliokuwa wamelazwa, ulienda kuomboleza na wale waliokuwa wanaomboleza, lakini Mungu amekuneemesha. Huko kote umeenda, amekuepusha na ajali, amekuepusha na magonjwa, amekupa afya iliyo njema. Sasa katika juma hili la makambi
Anasema, mwanangu, ujapo nisongezee sadaka yako. Ni nini ambacho unampelekea Bwana katika sikukuu hii ya vibanda vya mwaka huu? Mwaka huu unapokwenda mbele za Bwana, tumeona mambo matano sasa, ya kwamba tunafanya makambi maana ni agizo kutoka kwa Bwana. Tunafanya makambi maana ni wakati wa kusemezana na Bwana. Tunafanya makambi maana ni wakati wa kumsifu Bwana. Tunafanya makambi maana ni wakati wa kuweza kumuomba Mwenyezi Mungu. Tunafanya makambi maana ni wakati wa kumsongezea Bwana sadaka zetu. Lakini sasa sikia jambo la sita hapa. Tunafanya makambi maana ni wakati wa kuhuishwa na Bwana. Haleluya. Kitabu cha Isaia sura ya 57 fungu la 10, Biblia inasema, ulikuwa umechoka kwa ajili ya urefu wa njia yako. Mwaka umekuwa mrefu, umepambana na mambo magumu. Ulikuwa unang'ang'ana watoto waende shule, ulikuwa unang'ang'ana ili kwamba muweze kula pale nyumbani, ulikuwa unang'ang'ana ili kwamba watu waweze kupata matibabu, uling'ang'ana kwa mambo mengi pale kazini, uling'ang'ana ili kwamba uweze kufanikiwa. Sasa anasema ulikuwa umechoka kwa ajili ya urefu wa njia yako, lakini hukusema hapana matumaini. Hata hivyo, katika changamoto ulizopitia, magonjwa uliyokumbana nayo, shida ulizopatana nazo, ulisema hutapoteza matumaini. Hukusema ya kwamba hakuna matumaini, ukasema tumaini lipo. Ulipata kuhuishwa nguvu zako, kwa sababu hiyo hukuugua. Mungu aliona ya kwamba umepita katika mwendo mkubwa, amekuletea juma zima. Sasa anasema, mwanangu, njoo kaa pamoja nami, nataka nikuhuishe tena, nataka nikurudishie nguvu, nataka nikutie nguvu ili kwamba uweze kuinuka tena. Mwaka mwingine unapoanza, uanze pamoja nami. Juma hili la makambi, mpendwa, Bwana anataka kutuhuisha. Juma hili la makambi, mpendwa, Bwana anataka kuleta badiliko maishani mwetu. Juma hili la makambi, mpendwa, Mungu anataka kuleta tofauti maishani mwako. Usiogope wala usihofu. Mambo haya sita Bwana amekuletea. Lakini nataka nikwambie hivi sasa, mpendwa, kuna jambo la msingi hapa ambalo ningetaka uweze kulizingatia. Mambo haya sita ambayo tumeyaona. Ni kwa nini tunafanya makambi? Tumesema ni kwa sababu ni agizo la Bwana. Ni kwa sababu tunataka kusemezana na Bwana. Ni kwa sababu ni wakati ambao tunataka kumsifu Mungu. Ni kwa sababu ni wakati ambao tunataka kumuomba Mungu. Ni kwa sababu ni wakati ambao tunataka tumsongezee Bwana sadaka zetu. Na tumejua kwamba ni kwa sababu ni wakati wetu wa kuhuishwa. Ni wakati wa kupata nguvu tena, tuweze kuhuika tena na tuweze kuwa viumbe vipya. Lakini swali ni je, tutalitimizaje agizo hili la Bwana? Tunapofanya makambi, tunapaswa kuyafanya makambi kwa njia gani? Tunapokwenda katika sikukuu ya vibanda, tunafaa kufanyaje? Sasa shika hapa kwa makini, maana kuna watu ambao hawafanyi makambi, wanafanya vitu vyao vingine. Tunapaswa kufanya makambi kwa njia gani? Turudi katika andiko la kwanza, kitabu cha Mambo ya Walawi 23. Tutasoma aya 34 mpaka 36. Ni kwa nini tufanye makambi? Mungu akasema, akamwambia Musa, nena na wana wa Israeli uwaambie, siku ya 15 ya mwezi wa 7 ni sikukuu ya vibanda. Muda wa siku ngapi? 7. Biblia nasema kwa muda wa siku 7 watu watakuwa katika sikukuu ya vibanda. Sikia sasa, anasema siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Now this one is very critical. Anasema siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu. Jiulize, ni siku gani ambayo mtakuwa na kusanyiko takatifu? Tunajua kwamba tunakuwa na kusanyiko takatifu siku ya Sabato. Kwa hivyo sikukuu ya vibanda inapoanza, ni Sabato inaanza, Sabato ya wiki nzima. Sikia vizuri sana, anasema siku kuu hii ya vibanda. Nataka nisome hapa vizuri. Siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Now listen, verse number 36 inasema, mutamsongezea Bwana sadaka kwa moto siku 7. Siku ya 8 kutakuwa na kusanyiko takatifu. Wiki iko na siku ngapi? Iko na siku 7. Ni kwa nini anasema siku ya 8
kutakuwa na kusanyiko takatifu. Maana wengi wetu tunaanza makambi siku ya Jumapili, actually siku ya Jumatatu. Jumapili inakuwa ni arrival, watu wanaingia pale kanisani ama wanaingia pale shule ambapo wamepanga kwamba wanaenda kufanya makambi. Hiyo ni siku ya Sunday, wanachukua madarasa ambayo watakaa na familia zao, wale ambao wana camp pale. Sikia, I'm coming there. Wanajipanga kwa ajili ya makambi. Alafu sasa siku ya Monday ndio siku ya kwanza ambayo wageni wanaanza kuhubiri. Ile siku ya Sunday ambao wamefika, ikifika jioni wanasema tunafungua makambi. Mhubiri mkuu anasimama akiwa hajafika, na the second speaker anasimama pale, ana introduce makambi, alafu anasema the camp meeting 2026 is officially opened. Labda pale kwenu Kebere itakuwa hivyo, labda pale kwenu Magena itakuwa hivyo, labda pale kwenu Coast Central itakuwa hivyo, labda pale kwenu Mombasa itakuwa hivyo. Nataka sasa ujiulize, je, ndivyo Mungu anavyosema? Biblia inasema ya kwamba siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu na siku ya 8 kutakuwa na kusanyiko takatifu. Kwa hiyo haya makambi yamo ndani ya siku 8. Siku ya kwanza ambayo ni introduction, alafu yana run for 7 days mpaka siku ya 8 yanakamilika. So inakuwa makambi yanafaa kuanza lini? When should be the arrival date? Kama siku ya kwanza kuna kusanyiko takatifu na siku ya 8 kuna kusanyiko takatifu, ile siku ya 8 ambayo ni ya kusanyiko takatifu ni sabato ya mwisho ya kufunga kambi. Tukianza Sunday ina maana ni siku 7 mpaka sabato, from Sunday to Saturday 7 days. Lakini amesema siku ya kwanza na siku ya 8. Hivi ina maana gani? Ina maana ya kwamba makambi yanafaa kuanza siku ya sabato, yaani Friday. Wale ambao wanaanza makambi leo sasa, Friday ndio ilifaa kuwa arrival kwa camp center. Saturday wanenaji wako pale, makambi yaanze. Sunday programs yaanze morning zikiendelea. Wow, mpaka siku ya sabato wakamilishe. Ndiyo maana nasema siku ya kwanza kuna kusanyiko takatifu na siku ya 8 kuna kusanyiko takatifu. Yaani siku ya kwanza, ile sabato ya kwanza, munakuwa na kusanyiko takatifu, munaendelea na shughuli zenu za vibanda, munaendelea na sherehe yenu ya makambi. Itakapofika siku ya 8, sabato ya pili inayofuata sasa, ndiyo siku ya 8 ya makambi, munahitimisha kambi lenu. Ndiyo anasema siku ya kwanza kuna kusanyiko takatifu na siku ya 8 kuna kusanyiko takatifu. Maana wiki na siku 7, Sunday to Saturday ni 7 days. So siku ya 8 itakuwa ni hii sabato ya kwanza hapa ya kuanzia makambi. Hivyo mpendwa, mulifaa kwenda makambi kuanzia jana Saturday. Friday was supposed to be the arrival date. Hallelujah. Je, munafanya makambi kama maandiko yanavyosema ama mnafanya vitu vingine? Munalitimizaje agizo hili? Kumbukumbu la Taurati 16:15. Sikia, siku 7 mfanyie sikukuu Bwana Mungu wako mahali atakapochagua Bwana. Sikia, mahali atakapofanya nini? Atakapochagua Bwana. Si mahali unapochagua wewe. Huwezi fanya makambi ukiwa kazini kwako, huwezi fanya makambi ukiwa nyumbani kwako, huwezi fanya makambi ukiwa katika shughuli zako. Maybe umekuwa mgonjwa na umelazwa hospitalini, huwezi kuondoka. Unaweza kupata mafundisho ya kupitia kwa mtandao, nawe ukashiriki makambi hata ukiwa pale hospitali. Lakini usifanye makambi haya ukiwa katika kazi yako. Mpendwa, maandiko yanasema siku 7 mfanyie sikukuu Bwana Mungu wako mahali atakapochagua. Huwezi kufanya sikukuu kazini kwako, unaifanya mahali atakapochagua Bwana, kwa kuwa Bwana Mungu wako, sikia, atakubarikia katika maongeo yako yote na katika kazi zote za mikono yako, nawe uwe katika furaha kabisa, nawe ufurahi kabisa. Maandiko yanasema wazi ya kwamba sikukuu ya vibanda watu wana camp. By the way, inaitwa camp meeting. What is to camp? Ni kukaa pale, sio kuja na kuenda nyumbani. Kama unakuja ukirudi nyumbani, hiyo ni seminar. That is not camp meeting to you. Wale ambao wana reside at the center, Bwana Yesu asifiwe, wale ambao wanakaa pale kwenye kambi, hao ndio wako katika kambi la Bwana, wako katika sikukuu ya Bwana. Wewe unayekuja ukirudi nyumbani, uko kwa semina. Si maneno yangu, Mungu anasema
tufanye sikukuu ya vibanda siku 7. Tukikaa wapi? Twende Nehemia. Nehemia 8:14 anasema hivi, wakaona ya kuwa imeandikwa, hawa ni wana wa Israeli wametoka utumwani, wamerudi sasa wako katika nchi ya Kanaani. Waliporudi pale baada ya kuwa utumwani kule Babeli, wamekaa muda mrefu bila kufanya makambi. Sikia, wakaona ya kuwa imeandikwa katika Torati jinsi Bwana alivyoamuru kwa mkono wa Musa, ya kwamba wana wa Israeli wakae katika vibanda katika sikukuu ya mwezi wa 7. Wakae wapi? Katika vibanda, sio katika nyumba zao. Wakae katika vibanda, wakamp pale. 15 sema, na ya kwamba wahubiri na kutangaza katika miji yao yote na katika Yerusalemu, kusema, enendeni milimani. Watangaze. Watu waende wapi? Enendeni milimani, mukalete matawi ya mizeituni na matawi ya mizeituni mwitu na matawi ya mihadasi na matawi ya mitende na matawi ya miti minene, ili kufanya vibanda kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo Nehemia akawaagiza watu, enendeni mukalete matawi. Tufanye nini? Tujenge vibanda, sio nyumba. Na ndiyo maana haitwi vinyumba, inaitwa sikukuu ya vibanda, sio sikukuu ya vinyumba. Sio sikukuu ya nyumba, ni sikukuu ya vibanda, kwamba watu wana camp in their tents. Bwana Yesu asifiwe. Je, unalitimiza agizo la Mungu? Na kwa sababu pale walipokuwa na Nehemia hawakuwa wametoka pale mahali, na the sanctuary ilikuwa pale katikati, wakaambiwa sasa watengeneze vibanda in that vicinity. Walivitengeneza wapi? Verse number 16 nasema, basi watu wote wakatoka wakayaleta, wakajifanyia vibanda katika kila mtu juu ya dari ya nyumba yake. Wale waliokuwa na nyumba za ghorofa, maflats, wakatoka kwenye bedroom zao wakatengeneza vibanda juu ya zile nyumba zao, maana ni agizo la Bwana. Tuko pamoja? Wakajenga vibanda juu ya nyumba zao, juu ya dari zao yani, na katika nyua zao. Na wale ambao walikuwa hawana gorofa na flats, wakajenga kwenye zile nyua, the compound zao. Wakatoka nyumbani kwao wakatengeneza vibanda, na katika nyua za nyumba ya Mungu wakajenga around the temple of God, wakatengeneza vibanda, na katika uwanja wa lango la mji wakatengeneza vibanda. Waliokuwa hawana space wakatengeneza pale kwenye malango ya mji na katika uwanja wa lango la Efraimu. Kwa hiyo wana wa Israeli wakatengeneza vibanda, wakatoka in their comfort zones, wakakaa kwenye vibanda, maana ni agizo la Bwana. Verse number 17 nasema, na mkutano wote wa watu waliorudi kutoka nchi ya uhamisho wao wakafanyiza vibanda, wakakaa katika vibanda hivyo. Hawakukaa katika nyumba zao, wakakaa katika vibanda hivyo, maana tokea siku za Yoshua mwana wa Nuni hata siku ile wana wa Israeli hawakufanya hivyo. Pakawa na furaha kubwa sana. They remember the camps. Wakatengeneza vibanda kutoka wakati wa Joshua mpaka wakati wa Nehemia. Hawakuwa wamefanya vibanda. This is the Bible saying, brothers and sisters, ya kwamba wakafanya vibanda na wakawa na furaha kubwa. Siku kuu ya vibanda ni siku ya furaha. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anasema we should camp. Twende tukapige kambi. Mpendwa, twende tukapige kambi. Ninakuletea masomo haya nikiwa hapa, lakini nataka nikwambie Mungu anataka tupige kambi. Hata mimi nitatoka kwenda kwa vibanda. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuletea masomo. By the way, hata wale wahubiri ambao wamekuja kuhubiri pale kwa camp center yenu, wanafaa kutoka nao waende kukaa wasikiliza wakifundishwa. Ninaleta masomo haya katika juma hili la kwanza la mwezi wa makambi, na nitakapomaliza nitakwenda nami kukaa na kusikiza nikifundishwa. Na Mungu amesema ya kwamba katika sikukuu ya vibanda usifanye kazi yoyote ya utumishi. Wewe sasa unakaa, maana umekusanya nafaka zako na umeweka tayari. Ni wakati wa kusikiliza neno la Bwana. Ni wakati wa kuweza kula chakula cha kimbingu. Ni wakati wa kusemezana na Mungu. Ni wakati wa maombi. Ni wakati wa kumsifu Bwana. Ni wakati wa kumsongezea sadaka. Ni wakati wa kuhuishwa, kwa maana ni agizo la Bwana.
tukae katika vibanda. Mpendwa, ni kwa nini tunafanya makambi? Maana ni agizo la Bwana. Tuyafanye kwa njia gani? Tumepewa mwelekeo hapa. Sasa sikia, kuna wale ambao hawatasikia sauti ya Bwana na wataenda wakirudi, ama hata hawataenda kabisa makambi, maana they are so busy. Na ikipita ile kule kanisani kwao, haendi ingine yoyote, amekaa pale nyumbani, yeye mwaka umepita hivyo. Mungu anasema nini kwa wale ambao hawataenda? Zekaria 14:16 na 17. Hata itakuwa ya kwamba kila mtu aliyesalia wa mataifa yote, mataifa mangapi? Yote, hakusema taifa la Israeli, mataifa yote waliokuja kupigana na Yerusalemu watakwea mwaka baada ya mwaka. Yaani waliokuja kupigana na Yerusalemu wakashindwa, ama wengine wakauawa na wengine wakarudi, wale waliosalia wa mataifa yote. Sasa agizo linatolewa na Mungu, atakwea mwaka baada ya mwaka ili kumwabudu mfalme, Bwana wa majeshi, na kuishika sikukuu ya vibanda. It's an order. Na kushika sikukuu ya nini? Ya vibanda. Tena itakuwa ya kwamba mtu awaye yote wa jamaa zote zilizo duniani. Zilizomo wapi? Duniani. Watu wa jamaa zote zilizomo duniani, asiyekwea kwenda Yerusalemu ili kumwabudu mfalme, Bwana wa majeshi, mvua haitanyesha kwao. There will be no showers of blessings. Mvua hii inazungumziwa hapa si mvua yenyewe ya kunyesha. Sasa Mungu anasema unapokuwa na ufahamu wa jambo hili na ukakosa kukwea na kwenda kwa sikukuu ya vibanda, hakutakuwa na mibaraka kwako mpendwa, itakuwa laana peke yake. Na 18 nasema, na kama jamaa ya Wamisri hawakwei wala hawaji, pia haitanyesha kwao. Itakuwa tauni ambayo Bwana atawapiga mataifa wasiokwea ili kuishika sikukuu ya vibanda. Hii ndiyo adhabu ya Misri na adhabu ya mataifa yote wasiokwea ili kuishika sikukuu ya vibanda. Mungu anasema kuna mibaraka kwa wale wanaokwenda kwa sikukuu ya vibanda. Kuna magonjwa, kuna tauni, kuna njaa, kuna matatizo mengi. In short, kuna laana kwa yule asiyekwea na kwenda kuishika sikukuu ya vibanda. Mungu anatuita kwamba tukaishike sikukuu ya vibanda, tuweze kuwa pamoja na Bwana wetu, akisemezana nasi, akitubariki, akituhuisha, tukimsongezea sadaka zetu, kwa maana ni agizo lake Mwenyezi Mungu kwamba tuweze kushika sikukuu ya vibanda. And the theme of this year, obey and live. Are you going to obey the order of the Lord and attend the camp meetings, or you will still stay at home or at work, kwa sababu ya kuwa unaona ya kwamba hiyo ya Mungu haina haja sana? Mpendwa, Mungu akusaidie. Umejua ni kwa nini tunafanya makambi? Twende kwa sikukuu ya vibanda, tubarikiwe na Bwana. Mungu akubariki. Na tuombe. Asante Baba na Mungu wetu mwema kwa neema yako. Asante kwa nafasi hii na pendo lako kwamba ulionyesha kwetu. Jina lako na litukuzwe. Tuombalo ni kwamba Bwana uwepo wako kazidi kuwa pamoja nasi. Tusaidie tuweze kuishika sikukuu ya vibanda kama ulivyoagiza. Wacha tukawe watoto watiifu, tutakaotembea sawasawa na mapenzi yako, tupate kuitimiza haki yote. Jina lako na litukuzwe maishani mwetu, unapotuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Maana ni kupitia kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Barikiwa.